utamtumikia Bwana. Chagua leo ndugu, utamtumikia nani? Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Yesu. Chagua wewe, utamtumikia nani? Mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Chagua leo ndugu, utamtumikia nani? Bwana wa Bwana leo ainuliwe. Umetuponya Yesu, ainuliwe. Imba leo. Bwana wa Bwana leo ainuliwe. Bwana wa Bwana ainuliwe. Umetulinda na korona, ainuliwe. Unatupa chakula na kazi, uinuliwe. Imba leo. Bwana wa Bwana leo ainuliwe. Bwana wa Bwana ainuliwe. Bwana wa Bwana leo ainuliwe. Bwana wa Bwana oh ainuliwe. Imba leo. Bwana wa Bwana leo ainuliwe. Bwana wa Bwana ainuliwe. Bwana wa Bwana leo ainuliwe. Umetulinda Jehova, uinuliwe. Imba leo. Bwana wa Bwana leo ainuliwe. Bwana wa Bwana ainuliwe. Umetuponya Baba, uinuliwe. Unawezesha Yesu, uinuliwe. Imba leo. Bwana wa Bwana leo ainuliwe. Bwana wa Bwana ainuliwe. Oh, tunakuinua Bwana, tunakutukuza Mesia. Bwana, tunakuinua Yesu, tunakuimbia Bwana, tunakutukuza Mesia. Bwana, tunakutukuza Yesu, tunakuinua Baba, tunakuinua Mesia. Bwana, tunakuinua Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kama unapenda Yesu sema amen. Kama unapenda Yesu sema ni Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sema Yesu, sema Yesu. Yesu ni mwema. Yazala kupenda mazeko wanaruzame. Yazala kupenda mazeko wanaruzame. Yesu ni mwema. Usipoteza wako wa milele. Haleluya. Milele milele Mungu wa baraka ni Yesu. Milele milele Mungu wa baraka ni Yesu. Milele milele Mungu analinda ni Yesu. Milele milele Mungu wa baraka ni Yesu. Milele milele Mungu anaponya ni Bwana Yesu. Milele milele Mungu wa baraka ni Yesu. Milele milele Mungu wa baraka ni Bwana Yesu. Milele milele Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa uzima ni Yesu. Mungu anaponya ni Yesu. Mungu analinda ni Yesu. Milele milele Mungu wa baraka ni Bwana Yesu. Milele milele Mungu wa baraka ni Yesu. Milele milele Mungu wa uzima ni Bwana Yesu. Milele milele Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa uzima ni Yesu. Mungu anaweza ni Yesu. Mungu anaponya ni Yesu. Mungu awezesha ni Yesu. Wa milele Mungu wa baraka ni Bwana Yesu. Milele milele Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele Mungu wa uzima ni Bwana Yesu. Milele milele Mungu
wa baraka ni Yesu. Mungu wa baraka ni Yesu. Mungu wa baraka ni Yesu. Haleluya. Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu Mungu wetu, tuko mbele zako kimbilio msaada. Baba, tazama wana wako wamekwenda kufungua vinywa vyao ili kukusifu na kukuabudu. Ni kwa sababu ndiye unayestahili utukufu, sifa na heshima Bwana. Pokea sifa za kila mmoja mmoja wetu Bwana wa uzima. Baba, tunaomba ibada yetu ya leo, ibada njema yenye baraka. Chochea nguvu zilizomo ndani ya watu wako Mungu, ili Bwana tuweze kuitenda kazi yako sawa sawa na mapenzi yako. Nina imani ya kubwa kwamba Mungu umepokea sifa za wana wako. Utukufu, sifa na heshima ni zako. Sina hofu wala shaka, kwa maana utaendelea kuonekana katika ibada yetu. Ni ndani ya utukufu wa jina lako nami nikiomba na kushukuru. Amen. Tushangilie tena, tushangilie, tumshukuru Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Asante sana mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana kwa kukomboa muda huu. Tunakwenda kumkaribisha mchungaji aweze kupokea wageni pia na habari za kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla sijatoa matangazo, nitaomba tusome kitabu cha Matendo ya Mitume 13. Tusome tafadhali Matendo ya Mitume 13 na mstari wa 15. Tupata tafadhali tusome kwa haraka. Tunasoma kitabu ya Matendo ya Mitume 13 na mstari wa 15 katika jina la Yesu. Amen. Kisha baada ya kusomwa Torati na chuo cha manabii, wakuu wa sinagogi wakatuma mtu kwao na kuwaambia, ndugu, kama mkiwa na neno la kuwafaa watu hawa lisemeni. Amen. Amen. Tusome waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 11. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 11. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 11 inasema, na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele, na uzima huu umo katika mwanawe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nataka nizungumuze kwa kifupi juu ya ushuhuda. Sita tafsiri andiko hii, lakini nataka nikusihi Kristo, tafadhali ukisimama hapa mbele kuja kushuhudia, tafadhali tunataka tubarikiwe kupitia ushuhuda wako. Amen. Amen. Na kama una kipaji fulani ya uimbaji au kipaji chochote, tuna kwaya hapa, tuna vitengo tofauti. Ingia ndani tu, sisi hatuna mipaka yoyote, jihusishe na Mungu atainua kipaji chako. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hatutaki taarifa yoyote yenye sijui ulikuwa na kipaji huko nje. Hapa kanisani kwetu tuko wazi na hatuzuie mtu akiwa na kipaji hapo. Kwa contraire, tunasihi watu wajiunge kwa ajili ya kuinua kanisa hili. Bwana asifiwe sana. Ubarikiwe sana ikiwa unapata nafasi ya kujiunga na vikundi mbalimbali. Hata ukijisikia una kazi fulani unaweza fanya kanisani, ona viongozi watakuelekeza. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo nawakaribisha katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wabariki kwa ibada ya saa hizi. Kwa hiyo tunashukuru kuwa pamoja, na ikiwa ni mara ya kwanza kuwa pamoja nasi, tafadhali unaweza kusimama ili tupate kukukaribisha. Mgeni mara ya kwanza, ikiwa uko pamoja nasi. Bwana asifiwe sana. Amen. Naona sisi wote ni wenyeji,
Sina matangazo mengi, na kama vile nilivyosema, siku ya mwaka mpya, ikiwa na ushuhuda, tafadhali onana nasi mapema ili tukupange programu, sababu muda wetu ni finyu sana. Maombi yetu inaendelea kuanza kesho saa 3 ya usiku kama kawaida. Maombi ya online tunaanza saa 3 na tunaendelea mpaka siku ya 5, na maombi ya siku ya 6 inaanza saa 3 za asubuhi. Wakati wa wiki ni saa 3 ya usiku na Saturday ni saa 3 asubuhi. Na tunaendelea kuandika majina. Ikiwa nataka kubatizwa, tafadhali tupe jina, utuandikie kwenye karatasi ili tuwe na jina lako vizuri. Siku tutapata tarehe, Papa Adrien anapoka anaandika na certificate. Ambassadors Choir, nafikiri unakumbuka siku zilizopita walishoot video yao na wanasi kanisa. Kama unajisikia kuwa support, onana kwanza na viongozi au tutakuelekeza. Wanahitaji msaada wa maombi, pia msaada wa mfuko. Bwana asifiwe sana. Shoot ni pesa. Kwa hiyo tunashukuru kwa vipaji vyote vinayochipuka katika kanisa ya Come to Jesus Ministries, na Bwana awabariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuna dakika chache sana kwa ajili ya watu ambao watashukuru leo walioandika karatasi, na nitawaomba ni watu wawili kila mmoja, tunampa dakika 2 na nitahesabu kabisa. Tutaanza na Mama Georgina. Karibu na Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Na mimi nasimama hapa mbele zenu kumshukuru Mungu kwa makuu yake na maajabu ambayo yanaendelea kuyatenda ndani ya maisha yangu. Cha kwanza namshukuru Mungu kuwa niko hapa siku ya leo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Cha pili namshukuru Mungu yeye aliyetulinda mimi na familia yangu na kanisa mzima mwaka wote wa 2020. Kwa kweli tulipitia mengi, lakini tuliona mkono wa Mungu aliendelea kutulinda na kutuhifadhi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Sina mengi ya kusema, ni hayo, na Mungu awabariki sana. Ubarikiwe sana. Haleluya. Haleluya tena. Ametumia dakika 1, Mungu awabariki sana. Karibu Papa Felix Mnyabugingo, na Mungu akubariki. Bwana asifiwe. Amen. Na sisi tunasimama hapa kushukuru Mungu. Kwa jumla ya Kiswahili yangu inaenda slow, nitatumia dakika 3. Bwana asifiwe. Amen. Kwa ujumla sisi wote tunaelewa kama hii mwaka ilikuwa difficile kwa kila mtu yoyote. Na mie pia ile mwaka ilifikia ilikuwa ngufu kumie. D'abord financement, kwa uchumi, watu wote walipoteza kazi, na mimi nilipoteza kazi katika watu hao. Chenye nashukuru Mungu sana, kwenye familia yangu tulikutana na magonjwa. Tuligonjeshwa mkechuru akagonjwa sana. Maresulta ya kwa mganga walikuwa wanatupatia maresulta yenye anatutisha sana. Maresulta yenye walikuwa wanatupatia atakuwa kwa leo mkechuru haiko hai, lakini kwa leo iko hai, akingala nasema, naongea, nacheka. Ile ni mamlaka ya Mungu. Haiko na ni connaissance ya wale waganga, lakini nayo kama ni Mungu mwenye alifanya ile yote. Cha pili chenye nashukuru Mungu, mie huyu mwenye mnaona nasimama hapa, kwa juu ya hii pandemic yenye iliatakia dunia yote, siku moja nisikia naamuka mpe sijisikie mzuri, nikasikia nasikia kakifukuto kidogo, nikasema kwa juu mie niko na mtu mwenye iko na high risk, wewe niende niangalie kwa mganga kama niko mzima. Kwa juu time nilifikia sikukuwa najua kama
niko mgonjwa ama siko mgonjwa. Nikaenda kwa mganga. Kufika kwa mganga, mnayo kalika kitu kwenye wanaingizaga mpua. Kufikisha pembeni ya pua tu asemi ni corona. So sikugonjwa, sikusinizi, sikukohoa, sikufanya kitu chochote. Pembeni tu ya pua, kama nipima mzuri sijui, lakini akasema sema ni corona. So sikugonjwaka, na tena nilikuwa na mtu mwenye iko na high risk mnyumba ya kugonjwa, hakugonjwaka, na ni mimi mwenye nilikuwa na mnyangula nafanya nini, hakugonjwaka. So vile wote nashukuru Mungu sana. Amen. Na ninashukuru watu wenye waliwahi kufika kwa nyumba kuangalia mkechu. Mungu awabariki sana. Amen. So inaanza kula. Bwana Yesu asifiwe. Taifa kidogo sitasema. Nami mana ya chuwara turinze uturindu mujinya wa Satani uturindira muri sishaje uraturinda twitwava nubwo twahuye n'ibigeragezo bizitane z'ibibazo byo mw'isi wagaragaje ukunesha kwawe uraturinda twitwava ishimwe mana we ishimwe ni ryawe ishimwe mana we ishimwe ni ryawe Yesu urarikwiriye ishimwe ni ryawe ishimwe mana we ishimwe ni ryawe Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya tena. Watumishi wa Mungu, nimshukuru Mama Georgina ambaye aliwaachia dakika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunakwenda kualika wahubiri wetu wa kwanza ambao wanakwenda kutuhubiria kupitia nyimbo, na kwa muda huu mmoja tunatoa sadaka. Kwa hiyo tutaomba wahusika wa sadaka waanze kutembea na chombo, na karibu ambasada kwa wimbo mmoja, na Mungu awabariki. Bwana milo. Epengo nasimamina tabeta tose. Ngomba wa eseniko. Ngomba ruka omecha. Obika nikakecha bikotekela na bilikutetela. Katwa swaka. Atatole bakwenda kwengi bayi mabange. Bakule mwa aukatoshika. Barwachile mwa aukatoshika. Sheta bechu. Nikitafakari ukuu wako Baba, nikishuhudia ulinzi wako kwetu, ndipo nimeamua kusema wewe ni mwema. Nikitafakari ukuu wako Yesu, nikishuhudia ulinzi wako kwetu, ndipo nimeamua kusema wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kutushindia majaribu. Bwana mwaka mpya ni neema. Yesu asante. Yesu asante. Tunaishi na mashaka. Yesu asante. Tukiwa na nani. Yesu asante. Tusalimiane. Yesu asante. Asante Yesu kwa kuona mwaka mpya, kwa sababu sio kwa uwezo wetu, bali ni kwa neema yako. Bwana mwaka mpya ni neema. Yesu asante. Yesu asante. Tunaishi na mashaka. Yesu asante. Tukiwa na nani. Yesu asante. Tusalimiane. Yesu asante. Wapo waliopoteza ndugu zao, na sisi si bora.
Yesu ni ushuhuda. Wapo waliopoteza ndugu zao, na sisi si bora kuliko wao. Wapo waliorudi nyuma kiroho, waombea Mungu akutane nao. Uliyotenda maishani mwetu Yesu ni ushuhuda. Uliyotenda maishani mwetu Yesu ni ushuhuda. Walioachwa ukiwa twawaombea, Wafariji, maana Baba kuna tegemeo lingine. 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 Tuko mbele zako kusema asante. Tuko mbele zako kusema asante kwa yote uliyotenda maishani mwetu. Asante kwa yote uliyotenda maishani mwetu. Asante. Tuko mbele zako kusema asante. Tuko mbele zako kusema asante kwa yote uliyotenda maishani mwetu. Asante kwa yote uliyotenda maishani mwetu. Asante. Tuko mbele zako kusema asante. Tuko mbele zako kusema asante kwa yote uliyotenda maishani mwetu. Asante kwa yote uliyotenda maishani mwetu. Asante. Asante Mungu kunaleta mwaka mwingine tena. Asante kwa ulinzi wako. Tuko mbele zako kusema asante. Tuko mbele zako kusema asante kwa yote uliyotenda maishani mwetu. Asante kwa yote uliyotenda maishani mwetu. Asante. Tuko mbele zako kusema asante. Tuko mbele zako kusema asante kwa yote uliyotenda maishani mwetu. Asante kwa yote uliyotenda maishani mwetu. Asante. Tuko mbele zako kusema asante. Tuko mbele zako kusema asante kwa yote uliyotenda maishani mwetu. Asante kwa yote uliyotenda maishani mwetu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Karibu Pastor Manuel, tuambie sadaka na mhubiri. Tuombe. Baba, tunalishukuru jina lako. Tunasema asante kwa kipindi nzuri ambao umetupatia Bwana. Tazama mkononi mwangu nina sadaka ya wana wako Bwana. Ninaenda kuomba kama vile neno lako linasema, mkono ambao iliyetoa Bwana inastahili kubarikiwa. Uende uwabariki wote ambao walinyoosha mkono yao Bwana, kwa kuwa waliona ni vema watekeleze
maandiko yako ambayo inasema wewe utatubariki na situtoe katika yale ambayo uliyetubariki ili tubariki kazi lako. Tunasema asante Bwana, utaenda kumjaza kila mmoja. Na yule ambaye hakupata bado alikuwa na nia ya kutoa, Mungu wangu, lakini kwa sababu mmoja ama ingine hakuchangia pamoja, Bwana uende umbariki pia na umwezeshe siku zijayo apate ya kutolea. Asante vile ninaenda kuinua kazi ambayo sadaka atakayofanya, acha ipendezwe iwe kwa ajili ya utukufu wa kazi lako Bwana. Bwana, tunabadilisha maombi, tunaenda kuinua mnenaji wetu wa siku ya leo, yule mwalimu ambao uliandaa, ambao analeta neno ya kuponya moyo yetu kwa siku ya leo Bwana. Biblia inasema kila siku neno lako hukua upya. Na ninaamini kama kuna yule ambao leo ataenda kutana na muujiza wake. Bwana, uende umsimamishe kimiujiza. Mwalimu wako Bwana wangu, ninaenda kumuombea mafuta. Umsimamishe kwa usujaa. Ninaenda kunyamazisha kimya nguvu zote za kinyuma ya ibilisi shetani Bwana. Ninazifungia kazi na kwenda kuyatupa mahali pakavu Bwana. Ninainua Roho Mtakatifu yako ipate kutawala nyumba hii Bwana. Pepo ya vurugo, yale yote yanaweza kuja kwa ajili ya kuleta watu kuzungumuza, kwa ajili ya kuleta kupoteza attention yao Bwana, ninayakemea na kuyanyamazisha kimya katika jina la Yesu Kristo. Atakaposimama Mungu wangu, acha umupe nguvu neno ambalo atakaotoa Bwana, acha ipate kuwa na nguvu ya kupenya mioyo yetu Bwana. Tunahitaji kupona. Neno lako ni dawa Mungu wangu. Ninaamini kama kwa siku ya leo kuna yule ambaye anaenda kupata muujiza wake. Asante Mungu wangu kwa kuwa utamtumikisha. Ninaamini kama akili yake itapotea na wewe mwenyewe utasimama pamoja naye. Ni kwa uwezo na mamlaka ya jina la Yesu Kristo naomba na tukiamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya kanisa la Bwana. Haleluya tena. Haleluya. Uhuru wa Yesu. Uhuru wa Yesu. Kabla sijamsimamisha mtumishi wa Mungu, nataka kuzungumza neno moja, na neno hilo ni kwa ajili ya kukumbushana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ninapotizama kwenye tunaelekea na wewe mwenyewe unaona sio pazuri. Nataka kusema nini? Nataka kusema ya kuwa tuwe watu wenye kupenda neno. Bwana Yesu asifiwe. Ujisikie kupenda neno la Mungu. Kwa sababu kila chochote tunachokifanya katika hekalu takatifu na katika maisha yetu ya kawaida kama Wakristo kinaambatana na neno. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe ambaye Mungu amekujalia ukapata neema ya kujua kusoma, Bwana Yesu asifiwe, penda kusoma neno. Haleluya. Ikiwa tunaimba sisi waimbaji, tunatoa kwenye neno. Ikiwa huko msomaji wa neno, tutakuimbia vitu vyenye vifai na utapiga mikono, utashangilia. Tutakwambia ya kuwa shetani alishona karibaya akakakata na unashangilia, kwa sababu haujui neno. Na wakati wenye tuko nao tunahitaji kuwa na neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nimetaka tukumbushane neno hili? Wiki yenye imepita kuna ndugu yangu mmoja, rafiki yangu, alinunua Biblia. Nikaichukua, nikaitizama, nikamwambia lakini machukuo yote inaweza kukupa siwezi kuyakupa sasa hivi. Ni lazima nichukue nafasi, niangalie, nichukue muda wa kutosha. Akasema okay. Ichukue ukae nayo alafu utaniambia. Sijua bado chenye kiliingia moyoni mwangu hapo nikaikalia nikaanza kuitizama. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa bahati nzuri mimi natembea na Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Ukikuta kwenye gari nakuwa niko na Biblia, ukikuta kazini niko na Biblia. Nikachukua Biblia yangu, nikachukua hiyo Biblia, nikachukua na Biblia ya simu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ikiwa nilifanya dakika 10, niligundua kuna verse 5 zenye waliondoa kwa hiyo Biblia yake. Hazimo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Walitoa verse 5 kwenye vipande kwenye kwa hiyo ikiwa haukutaliwa na neno na unapenda kusoma neno,
hautatambua hilo. Kwa hiyo ndugu yangu, upende neno. Tunapoelekea siku mazuri. Na hizo Biblia ndio zinaendelea watazimultiplie kushinda zenye uko nazo za zamani. Watazimultiplie sana sana, na unazipenda kwa ajili ya upya wake na kutaka kitu kipya, lakini siku moja utakuta kisi wanapunguza maneno ya Mungu ndani ya Biblia hii, na ndivyo roho mbaya inatumika kwa kupunguza neno ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa vema na vyenye kupendeza sana hata unaposoma Biblia kwa wakati wako wa kila siku wa kawaida, uwe mwenye kuangalia unakuwa na Biblia tofauti za lugha mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sote pamoja tuungane kwa kupiga mikono kwa kumpokea mtumishi wa Mungu ambaye anaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru Mungu kuwaona tena. And we thank God seeing you again. Kwa sababu tunaanza pamoja mwaka. And because we started all together the year. Leo ni tarehe 10. And today is the 10th. Na tunaanza tuko nyumbani mwa Mungu. And we started being in the house of the Lord. Mara nyingi kama nataka kufunga mabuto ya shemize, and most of the time whenever you do have to button up your shirt, ukianza mbaya, if you start wrong, ya kwanza unaitia ya mwisho, and the first one you put at last, zote zenye kubaki zote zitaenda, and all the rest will be wrong. Lakini hii ni sign nzuri kwetu, And this is a good sign for us kuona wiki ya pili ya mwaka huu, to see the second week of this year. Tunaingia kwa wingi, and we are a lot, na zaidi kuna matatizo hapo nje ya kuogopesha, and no matter a lot of issues outside that is scaring us. Kulikuwa corona moya, and there was one corona, kuna kuya nyingine ya kutoka kama Uingereza na wapi, and we have another one coming from England. We don't know. Kama hauna roho ya Mungu, if you don't have God's Spirit, utaogopa na kuendelea kujificha chini ya kitanda, and you will be scared, and then you hide yourself under the bed. First Corinthians, Wakorintho wa kwanza sura ni 12 and chapter 12, na mstari wa 28, and verse 28. Karibu sana aliyetiari. And welcome the one who's ready. Wakorintho wa kwanza sura yake ya 12 na mstari wa 28 katika jina la Yesu. Amen. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa, ya kwanza mitume, wa pili manabii, wa tatu walimu, kisha miujiza, kisha karama za kuponya wagonjwa na masaidiano na maongozi na aina za lugha. Amena. As I read the word of the Lord. And in the church, God has appointed first all apostles, second prophet, third teachers, then workers of miracles, also those having gifts of healing, those able to help others, those with gifts of administration, and those speaking in different kinds of tongues. Amen. Amena. Amen. Amena. Amen. Kichwa cha neno ni utendaji kazi wa karama. And the title is how we'll be using the gifts. Sitafundisha aina za karama. I'm not teaching about the kind of gifts. Lakini nitazungumza na ninyi But I'll talk to you namna ya kutumikisha karama yako. how we'll be using those gifts. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Karama ni nini kwanza? And what the meaning of gifts? Karama The gift. ni zawadi ya neema. It is a gift of grace. Ambaye yote aliokolewa, And for those who have been saved, Roho Mtakatifu amempatia, and the Holy Spirit has given or taught that, ili aweze kumtumikia. so He can save him. Kama vile wanakuangaje kwenda mkazi, And it's like you have been employed at the work. kitu ya kwanza wanakupatiaka yenyewe utatumikisha.
And the first thing they'll give you the materials you'll be using to work. Na baadaye unaanza kazi. And then after that you start your work. Na wakati tuliitwa kutoka nje, And the time we've been called from outside, ikumbukwe kwanza kama tulikuwa mataifa. and you have to remember that we are from the nation. Akatuita nyumbani mwa Mungu. And he called us into the house of the Lord. Na alipokuita, When he called you, alikupatia karama. and he gave you talents. Unaweza kuwa unaijua And maybe you know it, na labda hauijue, maybe you don't. lakini tutazungumza, labda nitakusaidia kugundua ni karama gani unayo. And we'll talk about it. Maybe you will recall what type of talent you have. Mungu akatoa karama. And God has given talents or gifts. Wamoja Some, aliwafanya kuwa mitume, and made them to be apostles. wengine aliwafanya kuwa manabii, And others made them prophets. wengine aliwafanya kuwa waalimu, And others were made teachers. wengine aliwafanya kuwa watu wa miujiza, And others made them the operator of miracles. wengine aliwafanya watu wa kuponya magonjwa, And others made them to heal people. wengine wa masaidiano, And others just help us. wengine aliwapatia karama ya kuongoza, And others gave them the gift of leading. na wengine akawapatia karama za lugha. And others gave them the talent of language. Hapo ni karama tu chache na wengine aliwapatia karama ya hekima, And others gave them the talent of wisdom. wengine aliwapatia karama ya maarifa, And others gave them the talent of knowledge. wengine aliwapa karama ya imani. And others gave them the gift of faith. Muko na maminisio tu, And all these you have ammunitions. yote Everything. hizo karama zote All these talents. zina kazi moja. And they have only one job. Zinaweza kuwa tofauti kama vile ninatoka kusema, And they might be different as I just described. lakini But, kazi ni moja, and they all have only one job. ni kumtumikia Mungu, Only saving God. ni kufanya kazi ya Mungu nyumbani mwa Mungu. And they just walk in the house of the Lord. Ukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, And if you read in the book of 1 Corinthians, sura 12 na mstari wa 4, and 12:4, inasema ya kwamba it says first, pana tofauti za karama, and there are different bali type of talents. Roho ni yeye yule. But the Spirit is only one. Unaweza kuwa nabii, And you might be a prophet, unaweza kuwa mwalimu, you might be a teacher, unaweza kuwa mtoaji, and you might be a giver, unaweza kuwa mtu wa kusaidia, and you might be someone who just helps. sababu hapa tumeambiwa hata kusaidia ni karama. And as we are being told that even helping others, it's a talent. Ndio maana niwaambie wamoja, nitawasaidia leo kugundua kama mna karama gani. And that's why I said earlier that I will help those of you who might discover what kind of talent you have. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Karama ya kusaidia. And the talent of helping. Kama wewe Mungu amekupatia mali, And if God has given you riches, na wewe hiyo mali Mungu amekubariki nayo, and if God has blessed you with that money, na wewe unabariki watu wengine, and you also bless others. huyu akiwa na njaa And unampatia if chakula, somebody is hungry, you give him food. huyu akiwa na kiu unampatia chakula, And if this one is thirsty, you give him huyu also akikosa for nafasi ya drinking. kulala unampatia. And if this one lacks place to sleep, you also give him a place. Karama ya kusaidia. And it is just the talent of helping. Ndiyo neno la Mungu inasema. That's why the word of God says. Tena pana tofauti ya huduma. And also there are different ministers. Lakini Bwana ni yeye yule. But only God is the same. Haleluya. Hallelujah. Kisha pana tofauti ya utendaji kazi. And also there's a difference on how you work. Bali Mungu ni yeye yule. But God is the same. Azitendaye kazi zote. And the one who does every job ndani ya kanisa. In the church. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Tuko pamoja? Are we together? Utendaji kazi wa karama. And how you work, the work of the talents. Kila mmoja, Each one of us, kuna karama Mungu alimpatia.
And there is a talent or gift that God has given you. Wenda alikupatia karama ya uimbaji. And maybe He has given you the gift of singing. Wenda alikupatia karama ya uhubiri. And maybe He has given you the talent of preaching. Wenda alikupatia karama ya kuponya magonjwa. And maybe He has given you the healing talents. Wenda alikupatia karama ya kufanya miujiza. And maybe karama hiyo yoyote tu umepewa. And all the talent you have been given, Si yako. it's not yours. Lakini ni kwa faida ya kanisa. It is for the sake of the church. Tena. Then, hakuna karama kubwa. And there is no great talents. Na hakuna karama kidogo. And there is no small talents. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Hii masiku, and nowadays, watu wanapenda manabii sana. And the people love so much prophecies. Siseme kama ni vibaya. I don't say that it's very bad. Lakini kama mtu ni nabii, and if somebody is a prophet, kama mnavyojua nabii ni mtu anayesema siri zenye kufichwa. And as you know, the prophet is a person who will disclose the secrets. Atakwambia mambo yenye yanataka kuja wewe hauelewi. And maybe he will tell you the things to come, maybe you don't know. Wenda unaweza kuzani kwa sababu yeye anafanya hiyo. And you will think maybe because he's doing this, hiyo ni karama kubwa. Oh, this is a great talent. Na unasahau hata wachungaji wako. And even you sometimes forget your na unasahau hata waimbaji. And even forget even the singers. Unasahau na kitu kingine. And maybe you forget other things. Lakini sivyo. No, it's not like that. Karama hizo zote. And all these talents tumezipewa. And have been given to us. Kwa kuzitia pamoja. And so we can put all together. Ili kazi ya Bwana iendelee. So the work of God can move forward. Bwana asifiwe. Praise. Ndio maana katika kitabu cha Timotheo sura 1 na mstari wa 12. And that's why in the book of Timothy 1 and verse 12. Inasema nami namshukuru Yesu Kristo. I said that, I also thank Jesus Christ. Bwana wetu. Our Lord. Aliyenitia nguvu. And the one who enables me. Kwa sababu aliniona kuwa mwaminifu. Because he saw me have been faithful. Akaniweka katika utumishi wake. And he has put me in the midst of his ministers. Mungu alikuona uko mwaminifu. And God has seen that you have been faithful. Akakufanya kuwa mhubiri. And he has made you a preacher. Akakufanya kuwa nabii. And he has made you a prophet. Akakufanya kusema kwa lugha. And he has made you speaking in tongues. Kazi yoyote ile unayoifanya ndani ya kanisa. Every job that you are doing inside the church. Mungu alikufanya kuwa mwaminifu. And God has made you to be faithful. Na kuwa mwaminifu kwa Mungu. And being faithful to God. Ni kitu ya muhimu sana. And it's very important. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Je, you sote ni wahubiri? Are those preachers? Are all these preachers? Sote ni mitume? Are all of us apostles? Sote tunasema kwa lugha? Are all of us speaking in tongues? Sote ni manabii? Are all of us prophets? Sote tunasaidiana? Are all of us helping each other? La, sivyo. No, it's not. Utaangalia maulizo hayo katika Wakorintho wa kwanza. And you will see all these questions in the first book of Corinthians. 29 and 19. Wakorintho wa kwanza 12 na 29 na mstari wa 13. And the book of 1 Corinthians 19 and verse 12. And 23, sorry. 29. Wakorintho wa kwanza 12. 1 Corinthians 12. 29 and 29 mpaka 13. Up to 30. Utakuta maulizo hayo natoka. And you will see all these questions that are just enumerated. Na jibu ya maulizo hayo, and the answer to these questions, utaikuta katika Wakorintho wa kwanza. You will find them in the book of Corinthians. Sura 7 na mstari wa 7. Chapter 7 verse 7. Inasema, it says, walakini kila mtu ana karama yake. And each one has a talent. Mwenyewe
unique. Itokayo kwa Mungu huyu And hivi, coming from that God, kwa huyu hivi, and just like that, na kwa huyu hivi. and to the other one is like this. Maana yake Mungu anapana karama zake jinsi apendavyo mwenyewe. Because God distributes the talents the way He wishes. Inawezekana Maybe, unaweza kuona karama ya mwingine and you might see somebody else's talents kwa sababu ina mafanikio, because there is profit, kwa sababu ni mzuri, because it's good, unaona inafanyiwa vizuri, because it's working well, na wewe ukaseme ufanye, utakuwa na hiyo karama. and you said, "Oh, I would like also to have that talent." Sivyo. No, it's not like that. Mungu anagawa karama yake jinsi apendavyo. God distributes His talent according to His own will. Una karama gani? What type of talent you have? Hautanipatia jibu. And you don't give me the Jiulize answer, kwanza, but una ask karama- yourself, una karama gani? what type of talent you have? Wenda unaweza kuwa ungali unapapasa papasa, Maybe you are just beating around the bush, lakini haujue karama yako, but you don't know your talent. lakini una karama. But you have a talent. Ninajua siku Mungu alikuokoa, And I know the day God saved you, alikupatia milisio, and He has equipped you with ammunition, sababu sisi ni jeshi lake. because we are His army. Jeshi hawezi kwenda kwenye mapambano bila kuwa na silaha. And the soldier cannot go into battlefield without weapon. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wengine wamepewa karama na wanaijua, lakini hawaitumikishi. And others have been given talent and they know it, but they don't even use it. Mungu atuhurumie. Let God have mercy. Kuwa na karama, And having the talents, unapasha kuitumikisha, you must use it or utilize it, izae matunda kwa kanisa. so it can be fruit to the church. Kuna mwandishi mmoja alisema hivi, And there's one writer who said this, kuwa na karama na hauitumikishe and having the talent and not using it, ni kama vile kuwa na mbegu kwenye vitanga vyako, and it's just like having a grape in your hand, unaitia kwenye mikono, and you put it in your hand, unasema hii ni mbegu ya maharage, and you say, "Oh, these are the grain for the beans," hii ni mbegu ya embe, and "Oh, this one is the grain for mango," inabaki kwenye vitanga vyako. but they remain on your hand. Ni mbegu, They are only grains. lakini siku naweza kuwa na mawazo ya imani, But the day you will have faithful thinking, unasema hii sio mbegu, and say, "Oh, this is not a seed, hii ni shamba ya mihindi, and this is only the plantation for corn, hii ni shamba ya mihindi." and this is only a plantation field." Ukipanda mbegu hiyo, If you plant those seeds, itaota, and they will grow, itakuwa shamba ya mihindi. and it will be the Na field ikikuwa shamba ya for mihindi, corn. Whenever it becomes a field of watu wote corn, watakula, and everybody will eat, na hata utabebea na hata watu wengine. and also you will also give to others. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Wewe ni kwaya tu wa kanisa yenu, And you are just a singer for your church, ulibaki tu kuwa tu. and you are just a seed. Wewe ni mhubiri wa kanisa yenu, You are just a preacher for your church, umebaki kuwa mbegu, and you just remain a seed. lakini But uone hiyo karama yako and see the talent you have, kama shamba, just like a field, utumishi wako and you being a minister, inaweza kutoka Come to Jesus Ministry, and it must start from Come to Jesus Ministries, inahubiri wengine wenye kuwa pembeni, and will preach all around you, inahubiri wenye kuwa kazini mwako, and will preach all around your job, inahubiri mastete wengine. and will preach other states, Ni shamba, and it's just a field, kwa sababu imani yako imekwenda mbele. because your faith has gone forward. Bwana asifiwe. Usiache karama yako kuwa tunda.
And don't let your talent remain Uione kwa seed. njia ya imani And see it in the faithful way kama ni shamba as a field. na usiizarau. And don't despise it. Mungu aliyokupatia And God who has given that to you. anajua ina And- mafaa ndani ya kanisa. And He knows that there's a benefit in the church. Ewe Bethlehemu, And you, Bethlehem, wewe si mdogo Bethlehemu. and you are not small. Wewe si mdogo. You are not small. Ile maombi yako ya asubuhi, And your morning session, praying, ile kifyagio yako ya kisha kanisa, and all your cleaning of the church, karama yako, and your talents, jua kuitumikisha. know how to use it. Ninachokwambia, The thing that I'm telling you, hiyo karama yako ni unique. and your talent is unique. Hakuna mtu mwingine Mungu aliipatia. And there's no one else God has given it. Wewe ndio uko na hiyo password. And you are the only one maintaining the password. Hakuna mtu anaweza kuimba sauti ya Ndulu. And there's no one who will sing Papa Ndulu's voice. Upime siku moja. And try one day. Hautaweza. And you won't do it. Sauti itakwisha uyamaliza verse moja. Your voice will just stop in the way without even finishing the song. Hautaweza. You won't be able to. Lakini kuna karama Mungu aliyokupatia But there's a talent that God has given to you. na ukiikomanisha tu, And if you make it grow, hiyo unapaswa kuikomanisha. and that is the only thing that you need to Hakuna karama maintain. kidogo na karama mkubwa. There is no big or small talent. Tutajenga mwili wa Bwana. And you will be God's Christ. Haleluya. Hallelujah. Siku nishaona hata Have you kwa ever njia za seen? ulimwengu And even in the world way. kuna watu wanakuwa na karama ya mguu. And there are people who have the talent of the feet. Akicheza kabumbu kwenye mguu wake, And when he plays the ball with his feet, sifa zinatoka mkartie, glory will come out from the area. zinatoka kutoka hata nchi, And it will go out even outside. hata dunia yote mzima. And even the whole world Ni will. kandanda tu anacheza, And just Korosi goes. kabisa. And just he ana is good. kipawa cha mguu, And he has that talent. anacheza kabumbu And he plays the ball. na atafanya mafanikio makubwa, And will do a great. na mwili wake Perfection. wote mzima utapona kwa ajili ya mguu tu. And even the whole body will be saved because of his only feet. Nasema uongo? Did I, Nasema uongo? do I say wrong? Lakini wewe kama hauna hiyo kipawa, But if you don't have that bakutia talent, mtere, and they put you on the field, labda utafanya hivyo, wanakuingiza hospitali, and maybe you will do just like this, and then they take you to hospital. sababu wewe haukupata baraka hiyo ya kupewa hivyo. Because you have not been blessed to have that talent. Wengine walipewa karama ya ulimi, And other people have been the talent of the tongue. akisema tu hivi, When he says this, wanasema yeye ndio. and he says, oh, this is the one. Ndio maana sisi tunakuwa na MC. And that's why we have Kama tuko MCs. na mariage tunatafuta MC. And whenever we are Yule wedding, mtu wa we are kujua kusema looking vizuri for sana. MCs. Oh, this one is a great speaker. Yeye hana kazi nyingine. And he doesn't have any Anaweza other tu job. kuvaa mzuri na tia karifante mzuri. And they will just this wicked Anakuja very well will akisema kwenye come. umati wa watu. And when we speak in front of a multitude Watu of wanapiga people, mikono. and the people will be clapping. Wende na wewe siku moja ukoe MC. And they just try to be Kama MC. haiko karama yako. If it's not your Hata talent, kama unajua Kiingereza even haujui. if you know English, you don't Kiingereza yako know. inaweza kuwa ya kuandika kukaratasi. And maybe your Lakini English kama is sio writing karama on yako the hautaweza. web. But if it's not your talent, you won't be Huyu able unaona to do it. wanachagua kuwa moderator. And the person that you see that they are Huyo appointing to be ana the karama official, yake ya kujua And this kupanga one- vitu kwenye programu. and the one knows how to plan things according to Ni the karama program. yake. And it is his talent. Fundi And also a learner. akikaa chini ya televisheni iko anaitengeneza au kitu kingine. And whenever he sit down under the TV and trying to repair, Kwanza wale mabwana hawasemake hata mingi. and most of the time the people Unaona don't yeye ni speak kimya to tu him. iko anafanya hivi. And you will see him very quietly doing Kidogo this. anakuambia amdani. And little bit said, oh, Wende kufanya namaliza. vitu vyenyewe ulimwambia. And just go Oh, what thank they you told very you. much. Oh, asante. Karama. Talent. Karama. Talent. Usiige karama ya mwingine.
Don't copy others' talent. Usiige karama ya wengine. And don't copy others' talents. Haiko size yako. It's not your size. Utaenda kuvaa kiatu yenyewe kwenye. And when you wear the shoes that doesn't fit you, Vitole vya miguu vitaruma. your toes will be painful. Juu tu unamwonaka pastor anasimama hapa anahubiri And because you see the pastor standing here and preaching, na wewe unasema utahubiri. and you say that, oh, I will preach. Yes, utahubiri. Yeah, you might preach. Usiwaze kuhubiri mzuri njoo kuwa mchungaji. I don't think that preaching good No. that makes you a pastor. No. Unaweza kuwa mhubiri mzuri sana. You might be a great preacher. Wakati unahubiri wanasema huyu kijana walikawia kumfanya pastor. And when you preach, oh, this young boy, why they are delaying him to become a pastor? Lakini wakikufanya kuwa pastor, But when they put you to become a pastor, inakushinda. and it will overthrow you. Kwa sababu Because, karama yako labda ilikuwa ya uevangelist. and maybe your talent was to be an evangelist. Unaenda kuongozi inakushinda. And you go to be leading, and it is over your side. Hapo tulisema hapa kuna maongozi. And here we see that there is a leadership talent. Haiko kila mchungaji anapaswa kujua hata kuhubiri. Siseme kama hajue kuhubiri au kuna kuhubiri mzuri au ya mbaya. And I don't say that, oh, the pastor must Lakini know how to preach good or not. unaweza kuwa wewe hauhubiri zaidi, And you might be not preaching so well, lakini wewe ni kiongozi mzuri ndani ya but you kanisa. are a good leader in the church. Karama hiyo itaongoza kanisa na kanisa itakomana. And this talent will help you even direct the church, and the church will also grow. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Wewe unaongoza, And you are leading, evangelist anahubiri, and evangelist will preach, huyu anaimba, and the other one huyu sings, anapiga ngoma, and the other one beats drum, huyu anamchezea, and the other one dances with huyu phone, anaomba. and the other one prays. Yote ni utukufu wa And Unaweza kuwa una sauti kubwa ndani ya kwaya. you might have a great voice in the choir. Anasema huyu ndio alimfanya kuwa kiongozi. And this one was supposed to be made a leader. President wakataka kuimba. And the president doesn't know even how to sing. Lakini ana karama ya leadership. But he had the talent of kiongozi. Yeye anaongoza. And he leads. Anajua sauti hii inapaswa kwenda hivi. And he knows that, this voice should go like this. Tunapaswa kuwa ndani ya kanisa mbele ya wakati. And we need to be in the church ahead of time. Anawasomea verse moja ya kuwaongoza na kuwapanga. And we read them some verses that Na will wakati help mnakuja kanisani them to... mnaonekana ni mzuri, mnakuwa na ulezi na malezi mazuri. And when you come to the church, you say, these people have been well coached. Haiwake kuimba. And he doesn't know how to sing. Power cha kuongoza. But he has a talent of Leadership. leading. Kiongozi. Wewe mwenye kuimba vizuri, And you who sings well, upende ubadilishe sing well. sauti. You might change voices. Alto, Alto, tenor, tenor, na sauti zote sijue. all the voices. I don't Pige know. na kwitare na ngoma na nini. And you play guitar and even beating drums, everything. Kama una hivyo, And if you have this, shika ulicho nacho. and just grasp the Uwe thing that you kwa have. kudanganye. And don't be somebody who... Lakini usiwaze kusema kwa sababu mimi ndio naimbaka mzuri. And don't start saying that Kwanza because I mimi sing ndio well, natumaka verse. and because I'm the one who will just Wewe lead ndio the unasema verse. kiongozi. You should have been the leader. Sivyo? No. Baki kuwa mwimbaji. And remain being a singer. Endelesha hiyo sauti yako. And continue with your voice. Uiendeleshe vizuri sana. And just continue with that. Let it go forward. Itoke kuwa tunda. And let it Igeuke move shamba. from this big seed and to become a Utremee field. watoto nao kidogo waanze kujua And just kuimba. start teaching Ile others sauti so yako that they wewe can kuwafundisha enjoy. hata wamama wengine. And so that those who are trained also can even teach even other mothers. Bwana asifiwe. Amen. Kama nilikukwaza utanirudia. And if I'm teaching you, please forgive me. Tutasema ukweli. But you will speak the truth. Karama hiyo Mungu alikupatia.
And the talent that God has given to Usikuwe you. kama ule wamempa talanta And don't be like the one that was given the akaenda kuchunga tu talanta yake. and went and hid that. Usichunge, usilalishe hiyo karama yako. And don't hide or make your talent to sleep. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa kumtumikia Mungu, To serve God, usiongeze na wala usipunguze. and don't add or don't subtract. Unajua watu wengine tu akishakuwa na karama And you know other people, when they have a talent ya unabii, of prophecy, hata siku yenyewe Mungu akumuonyesha, and even the day God didn't show him, unaona and you see, Mungu ameniambia kwanza, ukiangalia hizi masiku and if you see nowadays, hapendi kukutabiria mambo mbaya. and he is not able to prophesy bad things for you. Hapa tu sijua hii mwaka kama ungeimaliza. And I don't know Lakini if this nimeomba year you will Mungu, finish, but I prayed God, vipingamizi vyote nimekutosha. yeah, all these barriers have been removed. Kusudi nikuombee, And because I would like to pray for you, nataka kwenda kumlima, and I would like to go to the na mountain, nina kundi ambao tunasaidiana nao kwa maombi. and I have a group that we help each other in, Tunasaidia kahawa. and you might have like this coffee, Na hata tukirudi tunakuwa hivi. and when we come back also, Sijasema, lakini kama kusaidiana ni vibaya. and I don't say that if helping each other is Karama ya bad, Mungu sio ya kuuza. and the talent is not the same, Tutapata kwa bure. and we have given freely, and also we have also to give it freely. Kama wewe unakwenda kuombea mtu, And if you are praying for someone, muombe. then pray, Baadaye Mungu afanye kazi yake. and let God do His job. Ikiwa unaweza kumbariki nyuma, And if you be able to bless Him after it, your will. lakini hakuna masharti. And there are no conditions. Ndio unaona hata wengine wanabomoa makanisa. That's why you see many people are destroying churches. Nabii hana heshima kwao. And the prophet has no value in his hometown. You look at your pastors, Kwaya yenu, or your choir, wahubiri wenu, your preachers, waombaji wenu, or your intercessors. unaona ni kawaida. And you see that they are just ordinary. Nafasi nyingine. And you think that if you go anywhere else, naye kutelefone Afrika, and the one that you're speaking over the phone or from other state, karama yake ndio inatumika mzuri. and you think that his talent works better. Lakini nikwambie, And let me tell you this. karama Talent za Mungu of God, zingali hapa leo. they are still existing up to now. The talent Za Come to Jesus Ministry of Come Just Ministries, zingali. and they are still yet. Kama hazingelikuwa, And if they were not so, kitu ya fake haiwezi kumaliza miaka 10. and the effect thing will not even come up to 10 years. Unaweza ukifuatilia vizuri hapa nje utaona makanisa yenyewe yalianza nyuma au mbele ya Come to Jesus Ministry mengi imekwisha. And if you see outside the church, it will start maybe before or after. And most of them are no longer. I'm not happy about Lakini it. ninataka kukwambia, But the thing that I would like to tell you, you, usikuwe tu mtu wa kulaumu wengine. and don't be the person who complains always Isipendake banafanya about. hivi. Oh, I don't like Hawakuimba mzuri. Oh, they didn't sing well. Kuna aina tatu za watu. And there are 3 types of people. Kuko wale watu ambao And there are other people, kazi yao ni kuwa involved kwa kufanya kila kitu. and their job is to be involved in doing things. Wakisema wimbo anakuja. And if they give a song, he said. Wakisema maombi wanakuja. And if they say the prayer, they come. Mtu wa kufanya hivyo, And the person doing this, na hiyo bidii, and that courage, atafika. and we reach. Hiyo ni mwenendo mzuri sana. And this is a good way of moving forward. Na kuna wengine, And there are others, ni wa kuangalia tu na kucheka. and they will just be Kazi yao ni spectator and then laugh. And the job is to criticize. Their job is to criticize. Wakivunja moyo. And they are those the discouragers. Kwanza wakuimba mzuri. Oh, they didn't sing well. Ndio sauti gani? Oh, what kind of voice is that? Sasa ile mahubiri ndio mahubiri gani tena hii? And this preaching, what kind of preaching is this? Sasa mama wewe kabisa wewe mama mzee mimi ndio gara naimba. And they don't want to get old man and Kivunja moyo. Oh, you are just there to discourage. Kukatisha wengine tamaa tu. And you are just losing na
kujipa, hawajali. And there are other people are really indulgent, they don't even care. Muimbe, And you see, anapenda tu kutrompe opinion nationale pale nje. and they would just like to lie to the people's opinion to know that, oh, she goes to church. Saa zinaenea anatoka tu pale. And the time is over and then Hii we come out. Biblia ilishakuwa ni business tu ya kumsaidia And pale that nje. Bible is just a business to Kufanya credibility watu. and to become known by people. Lakini yenye kufanyika mkanisa hausike. But the things that's being done in the church, you don't even care. Mungu atuhurumie. Let God have mercy. Wewe Mungu amekupa karama yako. And God has given you your talents. Na karama hiyo uitumikishe. And use that talent. Kiungo moja kama vile niliwapatia mfano ya wachezaji au ya And watu only one body, as I give you an example, kikuwa mzuri. and if it's good, Kinafanya mwili yote kuwa. and it makes the whole body be good. Kwa ajili ya kandanda umepata pesa. Yeah, because of sports, you get money. Utapata chakula, And you will gain food. shingo itaanza kuwa hivi, And the neck will grow. utaanza kuvaa mzuri. You will start wearing good. Kwa ajili ya ile kiungo mzuri, And because of that good body, mama nyumbani atajua matokeo, and the mother at home will know familia the yako result. itajua matokeo. And even your family will know the Kwa sababu result. kiungo moja And kinatumika because vizuri. just one part is doing well. Maombi yako Your prayer, ikitumika vizuri, when it works well, itatufanya kuwa na sante kiroho. and it will make us. Hallelujah! Hallelujah. Shika ile karama yako, And grasp, hold on to your talents. uendeleshe hiyo karama yako, And continue using your talents. sababu ukiendelesha hiyo kiungo yako Because if you continue using your talents, itatufanya sisi it will make all of us kuwa na maendeleo ya kiroho, so we can have a good spiritual kwa sababu growth. umepewa hiyo karama Because you have given that talent, ili uweze kuitumikisha. so you can use it. Huko watu wanatembea wrong way kanisa. And many people are walking on the wrong way in the church. Kazi yako ni kugonga wengine. And their job is just to hate others. Unajua kama unatembea wrong way, And you know, if you are walking on ni the ile wrong barabara way, moja tu yenye hairudi. and it is only one way Kama that is wewe done for, unatembea na one way, and if you are walking only one way, cha kwanza utafanya and the first thing that you'll be doing, utagonga. you will hit. Kama haugongi If you don't hit someone, watakugonga. and they will hit you. Yote mbili viko vitakuwa tu, kimoja kitapata kwa au vyote viwili vitafanyika. And all two might crash, or both of them might die. Wewe tu kazi yako, kwa sababu haujua hata karama yako, And because you don't know even your talents, ni kutembeaga tu one way, and you just walk on one way, unagonga kwaya huko, and you hit the choir on this side. unarudia huko unagonga evangelist, Oh, you come back and then you hit evangelist. unarudia huko unagonga kina mama. And then you come back like this, you hit mothers. One wrong way ndio utembea, Yeah, you walk only on the one wrong way. kwa sababu Because haukutambua karama yako. you don't recognize your talents. Kazi yako tu ni kusema leo na mimi natosha kuwa conductor. Oh, just today you say that I would like to be the conductor. Kwaya mko ndugu yangu. Oh, you are the choir, you are na mimi my. nitakuwa conductor. Oh, I will also be the conductor. Wakati unaleta hiyo tabia, And when you bring that habit, kanisa litashughulika na wewe. and the church will deal with you. Hawatakubali wagonge gonge. And they won't accept you be just messing up with them. Tunakutenda. Oh, you. Hii tabia. We Sababu exterminate you. utembelea This habit, one way, because you walk on the wrong way, walikutambua unataka kugongana, and they connect that you let you are there just to mess up, wanakutia pembeni. and they will put you on the side. Na kama hawakuone mzuri, If they don't see you very well, watawaza huku nasema kweli. and they think that you are saying the truth, Kugongana. and just hitting others. Ile maneno yako unasemaga mkatie kweli. Oh, the word that you are saying in your area, Kila siku tu. every day, Kama tu Jesus. come just ministries. Mchungaji. Oh, the pastor. Huyu na huyu. Hey, this and that. Ule mama. Oh, that mother. Kabila fulani. Hey, that tribe. Kugongana. And only messing up
Ukitembelea one way. And you just walk on the one way. Njoo kwa Yesu. And come to Jesus. Urudi Come back. na ujitambue. And recognize. Usiwaze tu Don't think that. unaweza kusema wewe peke mimi nitakuwa mwimbaji. And you just say that I will be a tamaa ya kwenda kuwa mwimbaji. And I don't just cut you short from becoming singers. Unapaswa kupima vipawa vyote. And you must you have to try Kwa all the time. kumtumikia Mungu kwa njia zote. And you want to serve God in all ways. Unaweza kujua hata karama yako. And you might know your talents. Quand vous mûrissez spirituellement votre quand vous mûrissez spirituellement, vous présentez un plus grand nombre de dons. Kama wewe unakuwa na karama, kama wewe Roho Mtakatifu iko ndani yako. And if the spiritual talent is in you, utakuwa na vipawa mingi. And you will have a lot of talent. Utakuwa na uwezo wa kuwa na vipawa mingi. And you will be able to have a lot Unaweza of kuwa talent. mwimbaji. You might be a singer. Unaweza kuwa hata mhubiri. And you might also be a preacher. Lakini kuna karama yako ya kwanza. But there is one first talent that you have. That unapaswa kuiendelesha. And you must continue. Na uitumikishe kwa haki na kweli. And you have to use it with all, yes, in truth. Usiwaze tu kwa sababu wengine hii fulani ametumika, amefanya hii kazi, yeye alikuwa mchungaji. And don't think that because this one has used akawa this na one, kanisa nzuri, he become a pastor and has a akabarikiwa, akakuwa hata na gari, and he has been blessed and even has a car. Na mimi nitakufungua kanisa yangu. Oh, I would like to open my church. Utaifungua. You will open it. Haita success. And haitafaulu. Na ukileta migawanyiko, and when you bring division, unajua producer migawanyiko, and you know the results or the consequences of division, and division will always give birth to division. And you divide the church that you came from. yako itakuwa na madivizio tatu. And where you will go, you will have maybe have 3 divisions. Wandugu katika Kristo. And beloved in the Lord. Tujizoeze kwa mambo mazuri. And let be used with good things. Tuamshe karama zilizo ndani yetu. Let resurrect the talents that are in us. Muombe Mungu awashe moto ndani yako. Let pray God achochee karama zilizo ndani yako, so that He can sprout out the talents uweze kutumikia kwa ukweli, so you can serve Him in truth. Mungu atubariki. Let God bless us. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tunashukuru kwa neno. And we thank you for the word. Kwa kweli nimebarikiwa. Really, I am blessed. Nimebarikiwa sana. I have been blessed. Tena sana. Again, lakini nataka nikwambie, but I would like to tell you this. Wewe baba, wewe mama, you mother, you father, wewe Mkristo, you Christian, toka siku ya leo, starting from today, anza kutafuta karama iliyo kwa ndugu yako. Start seeing the talent in your beloved brother, na uendelee kuchochea karama ya mwenzako, and continue to contribute to your beloved talents. Nitoe haya maneno mawili. I would like to say these two. Kuna wengine nilishakawaambia. And the others I've already told you. Ukiwa na karama zaidi yangu, and if you have talent more than me, me, na nitajaribu uwezekanavyo nichochee karama yako. I will try by all means to help you sprout more your talents. Na nasemaka hivi mara kwa mara. And most of the time I say this. Mke wangu, my wife, ana karama kunishinda, and has talent more than me. Na ikiwa mtumishi ana karama kunishinda, and if there is a servant who has talent more than me, natafuta njia yoyote nipate kuinua. And I look all the way possible to lift that up. Na pia, and then, watoto wangu, and my kids, najaribu kuangalia karama, and I try to see the talents. Najua huyo ni mkali, and I know this one is very fierce, huyo ni mpole, so this one is very gentle, anatembea hivi, and that one walks like this. Kila mtoto ana karama yake, and each child has his own talent. Na ukiwa mtu wa kuinua karama ya mtu mwingine, and if you are the person who would like to lift up somebody's talent, ataendelea
kukujaza kipaji cha kulea zile karama. And God will also put some wisdom on the way to also lead or support these talents. Usianze kugandamiza karama. And don't start by just destroying the talent. Mungu amekuletea watu ili uinue karama zako. And maybe God has brought people around you so they can lift up your talents. Kwa hiyo wewe baba aliye hapa, You father being here, wewe mama uliye hapa, you mother being here, na wewe kijana, and you the youth, tafuta kuinua karama ya mwingine. seek on lifting up somebody else's talents. Atakubariki wewe sababu umeinua karama. And God will bless you because you have lifted somebody's talent. And the preacher said, hakuna karama ndogo, and there is no small talent, and there is no great na talent. yote ni kwa ajili ya utukufu. And all is for God's glory. Uwe mtu wa kutambua karama ya mtu mwingine. And be a person who will recognize Ukiwa na somebody's esprit ya talent. kritike, wewe ndio wa kwanza unakritike, unakufaka. And if you have that spirit of criticizing, you'll be the first one to die. Let's all stand up, pray. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa kweli tumebarikiwa kwa neno lako. Tunashukuru Bwana sababu umetukumbusha neno kwa ajili ya karama. Bwana, tunaomba Roho Mtakatifu, Roho wako anayegawa vipaji mbalimbali, aendelee Bwana sasa kutuhimiza na kututia nizamu yetu kwa ajili ya utukufu wako. Kanisa ni mwili wako Bwana, na ulifanya matawi, na matawi Bwana yalipokea maji kutoka kwako. Bwana, tunashukuru sababu unapomimina Roho wako Mtakatifu, Roho haji bure, bali Bwana anashusha karama na kupanda mbegu juu ya kila mtakatifu apate kuzaa matunda. Bwana Yesu, bariki kanisa hili, bariki watumishi, bariki wa baba, bariki wa mama, bariki vijana wa kiume na wa kike. Bwana, chipua karama zako. Mtakatifu, ona jinsi tunavyobarikiwa na waimbaji, tunavyobarikiwa na wamama na wababa. Bwana, inua kanisa lako, hata watumishi, hata wale wanaosimama kwa nizamu ya kutuombea online. Mtakatifu, katika jina la Yesu tunaomba Bwana, mchana wa leo uwe mchana wetu sisi kuzaa matunda. Mtakatifu, siku ya leo Mtakatifu, badilisha maisha yetu. Bwana, tunashukuru kwa yote, hata wagonjwa tunaweka mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ponya wagonjwa, wazaifu wa miili waponye katika jina la Yesu. Mtakatifu, endelea Bwana kunyosha mishipa ya watu wako. Una uwezo Bwana, una uwezo. Mtakatifu, sema neno moja, watu wapokee afya. Magonjwa ya kansa itoke katika jina la Yesu. Magonjwa ya diabete ihame katika jina la Yesu. Magonjwa ya miguu ihame katika jina la Yesu. Magonjwa ya high blood pressure ilaniwe katika jina la Yesu Kristo. Magonjwa ya kiuno ilaniwe katika jina la Yesu. Magonjwa inayosumbua na kuleta udhaifu, Bwana, tunaomba wapokee nguvu toka juu mbinguni. Asante Yesu sababu ni wewe unatenda. Bariki kundi lako Bwana. Tunanyenyekea chini ya miguu yako. Bwana, tunanyenyekea. Tuinue sasa Bwana. Tunanyenyekea, nyosha mkono upate kutuinua. Bwana, umetuita kwa ajili ya kulitangaza jina lako. Asante Mtakatifu. Asante Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Twende na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo. So with the peace of our Lord Jesus Christ, let's greet each other. Hapo ni tena. Yaani, mtu mmoja alikuwa